Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kuwakaribisheni katika vipindi vyetu vya Jumatano ya leo. Vipindi ambavyo vimekuwa vikiruka mara kwa mara katika channel zetu za Egama hapa kutokea katika mkoa wa Dodoma na katika wilaya ya Bahi. Ninapenda kualikeni katika somo maalum linalosema safari yenye matumaini na yenye ushindi. Katika safari hii jioni ya leo yuko mtu huenda anapita katika safari fulani ambayo imekuwa ni ngumu kwake. Huenda ni safari ya masomo, huenda ni safari ya mahusiano. Lakini jioni ya leo niko na tumaini ambalo mimi mwenyewe binafsi hulipitia na hulipata pia ndani ya moyo wangu. Na mimi pia jioni ya leo ninatamani kukushirikisha rafiki yangu. Uko kule Mbeya, uko kule Mwanza, uko kule Kongo, uko kule Sumbawanga, uko kule Kigoma, uko kule Dar es Salaam, uko kule Uganda, uko kule Rwanda na uko Kenya. Marafiki zangu mnaonifuatilia kutoka katika nchi ya Kenya, ninatamani sana kuwapa salamu za pekee sana. Mungu awe nanyi. Na katika jioni ya leo Jumatano, ninatamani kuwasilisha masomo haya pekee sana katika siku ya leo. Wale mnaonifuatilia, somo letu linasema safari yenye matumaini na yenye ushindi. Katika maisha yetu ya mwanadamu tunasafiri. Mwimbaji mmoja akasema ya kwamba tunasafiri, safari bado ni safari. Maisha ni safari ambayo kila mmoja anasogea. Katika nchi ya Afrika Kusini ambayo ni nchi ambayo iko katika bara la Afrika, ambayo vijana wengi walitumia safari, walisafiri kwenda nchi za mbali, nchi za Ulaya, ambazo waliamini ya kwamba wangeliweza kupata maisha yenye ahueni, maisha yenye mafanikio makubwa, wangelitembelea magari mazuri, wangeliweza kukaa kwenye nyumba nzuri, wangeliweza kuwa na fedha. Lakini hawakuwa na vitambulisho maalum, hawakuwa na passport maalum ambazo zingewafanya kuishi katika nchi hizo. Na hatimaye kijana huyu, kwa namna ambavyo alihadisiwa, alipewa tumaini la kuweza kwenda katika nchi hii ya Ulaya, nchi ya Marekani ambayo iko katika bara la Ulaya. Na kijana huyu, kwa sababu alitiwa tumaini, alitiwa moyo ya kwamba ataweza kuishi maisha yenye matumaini, ataweza kuishi maisha mazuri nje ya maisha ya Afrika, maisha ambayo alikuwa anaona ni maisha duni kwake. Na hatimaye alipofanikiwa, akaona kundi la watu wengi ambao walitumia njia ambazo hazikuwa halali. Kwa dunia leo tunaweza kusema ni njia haramu. Na hatimaye na yeye akaamua kwenda mbali na nyumbani kwao, akaamua kwenda katika nchi ya Marekani, lakini alitumia njia haramu kwa usafiri ambao aliamini ya kwamba angeliweza kufika salama. Na mimi jioni ya leo, yako maisha ambayo tunapitia. Huenda ni katika mahusiano, huenda ni katika biashara zetu, huenda ni katika elimu zetu. Tunapitia maisha ambayo tunaamini ya kwamba tutaweza kufika salama. Tumeforge majina ya watu, vyeti ulivyo navyo huenda umeforge, lakini nikutie moyo ya kwamba kuwa mwaminifu ni jambo la msingi zaidi. Ni jambo linalojenga maisha yetu, linalokufanya kujiamini, kuaminika katika jamii. Ni jambo ambalo linaweza kukufanya kusimama hata katika jamii ya watu waaminifu, watu wenye elimu zao, watu wenye fedha zao, wenye viwango vikubwa, wenye heshima hapa duniani. Tunapoendelea na somo hili, ni kualike tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ambaye umekuwa rafiki yetu katika jioni ya leo, nasi leo tunakuja uliowavusha maelfu na maelfu katika matumaini makubwa. Na jioni ya leo ninatamani sasa kujikabidhi mkononi mwako. Ninawaweka wasikilizaji mbalimbali kutoka katika nchi za nje, kutoka kule Kongo, kutoka kule Kenya, kutoka kule Uganda, kutoka kule Rwanda wanaonifuatilia. Lakini ndani ya nchi ya Tanzania, Mungu wa mbinguni, ninaweka mkononi mwako. Tunaomba ni katika jina lako Yesu, amina. Ninatamani kuwaleta moja kwa moja katika kile cha Luka sura ile ya 15, ukianza na lile fungu la 11. Tunakutana na kisa cha kijana ambaye yeye mwenyewe
aliona maisha nyumbani kwao hayakuwa na uhuru, maisha ambayo hayakuwa na tumaini, maisha ambayo aliona ni kama anabanwa, japo alifanya kazi zake na zenye mafanikio, na kila alichokihitaji alikipata akiwa kwa baba yake. Kila jambo alilotamani kulifanya alilipata, lakini huenda uhuru wake, aliona uhuru wa nyumbani kwao haukuwa wenye mazingira ya upana zaidi, na hatimaye anafikiria kwenda mbali na nyumbani, na hatimaye anafikiria ya kwamba akiwa mbali na nyumbani angelikuwa huru zaidi. Kitabu cha Luka sura ya 15 na fungu la 11. Tumekuwa tukikisikia kwa upana zaidi ya kwamba mwana mpotevu ambaye alipotea mbali na nyumbani, na kijana huyu kwa maisha haya ambayo aliyapitia akiwa mbali na nyumbani, akiwa ugaibuni, akiwa mahali ambapo asingeweza kusimama tena, mahali ambapo angelikula raha za muda mfupi, mahali ambapo angeliweza kusimama, lakini kwa sababu alitegemea maisha ya kwao, maisha ya baba yake, na hatimaye anamwendea baba yake na kumwambia, baba, ninahitaji fedha, ninahitaji mali ambayo inaweza kuwa sehemu ya maisha yangu. Kijana huyu anakwenda kuzungumza na baba yake, na hatimaye baba yake mwenye upendo, baba yake mwenye huruma, anamruhusu kijana huyu kuondoka mbali na nyumbani kwao. Anaondoka kijana huyu, na baba mwenye upendo kabla hajamruhusu alimsihi kwamba baki nyumbani, lakini kijana huyu kwa kuona kwamba asingeweza kupata uhuru, asingeweza kuwa na matumizi, kijana huyu anaamua kuondoka mbali na kwao. Anatumia uhuru, na baba yake anampatia fedha, na kijana huyu anaondoka kwenda mbali na kwao. Kumbuka somo letu linasema ni safari yenye matumaini na hatimaye ushindi. Kijana huyu anapoondoka nyumbani kwao, anaenda mbali, anatumia fedha zake kwa uhuru, anatumia ulisi wake. Waswahili wakasema ponda raha kufa kwaja, na yeye aliamua kutumia uhuru ambao aliweza kupata akiwa mbali na nyumbani kwao. Kama hivi leo vijana wengi wametanga mbali na nyumbani kwao. Nchi ya Tanzania kwa siku chache zilizopita tulipitia hali ya maandamano. Ni hali ambayo imefanya vijana wengi wamepoteza maisha, wakiamini ya kwamba wakitafuta uhuru wao. Leo hii wakina mama wengi, vijana wengi wameharibu ndoa zao wakitamani kuishi maisha ya uhuru. Leo hii yuko mama fulani ananisikiliza pale na anajuta kwa sababu alivunja ndoa yake kwa sababu ya kutafuta uhuru. Yuko kijana pale ananifuatilia, aliondoka kwao akiamini kwamba angeliweza kupata uhuru, na hatimaye angeliweza kuwa na mali nyingi, angeliweza kula vyakula vitamu, angeliweza kuenjoy maisha. Lakini leo kwa sababu alitoka nyumbani kwao pasipo kuzingatia utaratibu, anapitia hali ngumu, anatamani kurudi nyumbani kwao, na wazazi wake anapowagusia wanaona kana kwamba ni kijana ambaye ameshindikana, ana uwezo wa kujitegemea, aliamua yeye mwenyewe, hakufukuzwa na mtu, na leo anatamani kijana huyu kurudi kwao. Kijana huyu, kitabu cha Luka sura ya 15 kinaeleza ya kwamba alipokwenda mbali na nyumbani, akatumia fedha alizokuwa nazo, akatumia kwa uhuru zaidi. Marafiki walikuwa ni wengi sana ambao aliambatana nao, walisogea karibu yake wakiamini ya kwamba kijana huyu ni bosi. Waswahili wakasema mali bila daftari huisha bila habari. Na kijana huyu kwa sababu hakukumbuka kutumia hesabu ya
magazijuto, yeye alitoa lakini hakujumlisha. Alijua ni kutoa tu mali zake, fedha alizokuwa nazo, na hatimaye kijana huyu anafirisika, anabaki kijana hoe hahe, ambaye sasa hata marafiki wamemtenga. Hata zile perfume nzuri ambazo alikuwa akinukia wakati akiwa na fedha hanukii tena. Hata ile jeulia ya fedha aliyokuwa nayo, leo kijana huyu amebaki kijana ambaye ni mhitaji. Amebaki kijana ambaye anahitaji, ni ombaomba. Ni kijana ambaye sasa amekuwa akihitaji huruma za wenyeji wa mji ule. Na hatimaye kijana huyu anaamua maamuzi ya kutafuta kazi. Na kwa kuwa anaona aibu kurudi nyumbani, na kwa kuwa anaona changamoto ya kurudi kwao, kijana huyu anaamua kutafuta wenyeji wa nchi ile, kusubiri huruma, kungoja huruma za wenyeji wa mji ule. Na hatimaye kijana huyu, Biblia inaniambia kwamba anapata mwenyeji mmoja wa nchi ambaye anamwajiri, na anapomwajiri akiamini ya kwamba angalau angeliweza kupata chakula, angalau angeliweza kupata malazi, angalau angeliweza kupata mahitaji kama mavazi, mafuta ya kupaka. Lakini kijana huyu mawazo yanaenda kinyume na alivyotarajia. Bosi wake anakwenda kinyume na ambavyo aliamini kijana huyu angelipata mahitaji yake, na hatimaye ajira yake inakuwa ni ajira ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Hata chakula hakuweza kupata, na wakati mwingine yale mabaki ambayo nguruwe wangeliweza kula, na yeye anatamani kushiba kwa sababu mwajiri wake hakumpatia chakula. Ni mara ngapi rafiki yangu umekaa mbali zaidi na Mungu? Umekaa mbali, huenda kwenye kampuni fulani uliona ni kama unanyanyaswa, huenda nyumbani kwenu uliona ni kama unanyanyaswa, lakini ukaamua kukaa mbali na hiyo kampuni, ukaamua kukaa mbali na hiyo kazi ambayo ulikuwa umeajiriwa, ukaamua kukaa mbali na wazazi wako. Ukaona ya kwamba kanisa fulani ninalosali ni kama wanatoza michango mingi, ni kama watu ambao wamekuwa ni wafanyabiashara. Lakini na kutia moyo, uko mahali salama. Nyumbani kwa baba yako ni mahali salama, nyumbani kwa mume wako ni mahali salama. Bwana Yesu asifiwe. Na unapogundua ya kwamba iko changamoto ndani ya familia yako, si salama kukimbia, mkabidhi mkononi mwa Mungu ambaye ni muumbaji wa mbingu na nchi. Mume wako ambaye huenda kipigo kimezidi ndani ya nyumba yako, mkabidhi Mungu ambaye amemuumba. Unaona ya kwamba wazazi wako kila unalolishauri umeona ya kwamba haliko sawa, nikutie moyo ya kwamba yuko Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Yuko Mungu ambaye analeta tumaini, yuko Mungu ambaye analeta ushindi. Na mimi jioni ya leo ninakutia moyo ya kwamba usikubali kutoka karibu na nyumbani. Nyumbani kwenu ni mahali salama. Nyumbani hata kama unakula mlo mmoja, lakini mahali ambapo pana ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani kualika marafiki zangu katika kisa hiki kizuri ambacho ni cha mwana mpotevu ambaye alikwenda mbali na nyumbani kwao, na hatimaye kijana huyu kwa kukosa mahitaji ya msingi, kwa kukosa chakula, kwa kukosa malazi, kwa kukosa mavazi, kijana huyu anaona jambo la msingi, tumaini lililobaki moyoni mwake ni kurudi nyumbani. Ni kurudi nyumbani, mahali ambapo alikumbuka ya kwamba walikula chakula mpaka wakasaza, walivaa nguo nzuri, walilala mahali pazuri. Na hatimaye kijana huyu anaazimu, anazamilia, anaamua kurudi karibu na nyumbani kwao. Anaamua kurudi kwao, mahali ambapo angeliweza kulala vizuri. Ninamtazama baba huyu katika picha ya kiroho, baba ambaye ni
mwenye upendo, anafananishwa na Baba wa mbinguni. Baba huyu ambaye aliyekuwa akiketi mlangoni pa mji wake akitazama, huenda mwanangu siku moja atarudi, huenda siku moja mwanangu atarudi, kijana wangu ni kweli huenda alichanganyikiwa, lakini huenda siku moja akili yake itarejea na atarudi nyumbani. Baba huyu akiwa amekaa siku ile ya pekee, siku yenye tumaini, amekaa langoni pa mji wake, anaona kwa mbali mtu ambaye amechoka, mtu ambaye ana uhitaji. Anapotazama vizuri, ninamwona baba huyu anatazama, anachunguza vizuri, anagundua ni mwanae mpendwa ambaye alitanga mbali na nyumbani. Nimejifunza katika somo hili ya kwamba kusamehe ni sehemu ya dawa katika mioyo yetu. Kusamehe ni miongoni mwa magonjwa ambayo yamesababisha watu wengi wamekufa kwa kutokusamehe. Kutokusamehe ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanakufanya usiwe na ujasiri mahali popote. Kwa sababu ya kutokusamehe unaweza ukaugua magonjwa ya moyo. Lakini tunaposamehe tunajipatia dawa ambayo hata sisi Baba wa mbinguni anatusamehe. Baba huyu anamkimbilia mwanae na kumkumbatia kwa upendo. Anamkimbilia mwanae na kumkumbatia, haijalishi ana harufu ya namna gani. Kijana uliyetoka mbali na kwenu, umegombana na wazazi wako, na wakati mwingine umeishi pasipokuwa na amani ndani ya moyo wako, ninakutia moyo, muombe Mungu, rudi karibu na wazazi wako, waombe msamaha. Huenda wewe mama uliachana na mume wako, ukaacha watoto wako kwa sababu ya hali ya kiuchumi ya nyumbani mwako, na kutia moyo jioni ya leo, rudi kwa mume wako, kajenge familia yako. Kwa namna ambavyo sisi tunavyosamehe, ndivyo Mungu anaweza kusamehe. Ndivyo anaweza kutengeneza mioyo yenye kusamehe ndani ya watu tuliowakosea. Jioni ya leo ninatamani sana kukukabidhi mkononi mwa Mungu. Mungu ambaye anaweza kutupatia ushindi. Na kijana huyu anaporudi nyumbani, anapokelewa, anakumbatiwa. Akiwa amekumbatiwa, baba akiwa anapiga taratibu mkono ambao unamfanya kijana huyu asahau shida za dunia. Unamfanya kijana huyu kusahau taabu za mbali na nyumbani. Zinamfanya kusahau njaa ambayo alipitia akiwa mbali na nyumbani. Jioni ya leo Baba wa mbinguni yuko tayari kukupokea. Huenda uliondoka nyumbani kwenu kwa sababu ya kuona ya kwamba changamoto za maisha, uhuru ambao uliona ya kwamba haupatikani nyumbani, ukaona ya kwamba ukaruke mbali na nyumbani. Uhuru wa kucheza disco, uhuru wa kucheza singeli, uhuru wa kucheza bongo flava, uhuru wa kutumia pombe, uhuru wa kutumia sigara. Uliona ya kwamba nyumbani unabanwa, ukatamani uende mbali na nyumbani ukatanue, lakini umeponda raha na unaona maisha bado ni magumu. Umeponda raha, ulienda mbali na nyumbani, ukaamini ya kwamba ukaluke na wadada wazuri, ukaluke na wakaka wazuri wenye fedha, lakini bado umeambulia magonjwa katika maisha yako. Umeambulia changamoto, umegombana na marafiki zako, umegombana na wazazi wako. Lakini jioni ya leo unatamani kumwambia Yesu, ninatamani sasa niumbie moyo mpya ndani yangu. Waumbie marafiki zangu moyo mpya ndani yangu. Mwambie Yesu akusamehe. Anapokusamehe na hata wengine watakuona kuwa kiumbe kipya. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na jioni ya leo ninatamani kukwambia ya kwamba Yesu yuko tayari kufanya moyo wako kuwa mpya. Ulioko kule Mwanza, ulioko kule Kigoma, ulioko kule Bukoba, ulioko kule Dar es Salaam, ulioko kule Tanga, ulioko kule Kenya, ulioko Uganda, Yesu yuko tayari kukufanya kuwa kiumbe kipya. Ninatamani kuomba na wewe. Wako marafiki wanatuma message zao wakitamani maombi. Endelea kugusa moyo, weka mkono wako ndani ya moyo wako, juu ya moyo wako, kifua chako. Umwambie Yesu, ninapokuwa nikiomba endelea kumweleza Yesu hitaji la moyo wako. Ninatamani kukuombea hapo ulipo. Waendelea kutuma kwa maombi yako kwa namba zifuatazo: 06 24 31 08 41.
Narudia tena 0624310841, au kwa namba nyingine ni 0678655729. Popote pale ulipo, Mungu hafungi na jiografia. Ninatamani kuomba. Mimi ninaitwa Mwinjilisti Daudi kutokea mkoa wa Dodoma. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru sana kwa upendo wako wa pekee ambao umetuonyesha. Umetufundisha safari yenye matumaini, safari yenye ushindi. Hata kama ni wa dhambi, tumekata tamaa, lakini Yesu tunaweza kupata faraja kwako. Yuko mama pale kwa sababu aliondoka kwa mume wake, aliacha shughuli zake, akaenda kuponda raha, akiamini kwamba angelipata mafanikio makubwa. Lakini jioni ya leo Yesu anajuta kwa kukaa mbali na wewe, anajuta kwa kukaa mbali na mume wake, anajuta kwa kukaa mbali na watoto wake. Jioni ya leo mpatie moyo mpya, muumbie moyo safi, lakini pia hata wale waliokosea wapatie moyo wenye kusamehe, moyo wa nyama. Ninamweka mkononi mwako kijana yule, amepoteza mwelekeo wa maisha yake kwa sababu ya kuponda raha, amepoteza afya ya moyo wake, afya yake imekuwa dhaifu kwa sababu alikaa mbali na wewe. Wako vijana fulani wameacha kanisa, yuko mama fulani, yuko baba fulani akakimbilia kwa waganga akiamini kwamba ataendesha magari mazuri, lakini Yesu ametembea kwa muda mrefu, ameona kwamba hata yale magari aliyopata hayana faida kwake kwa sababu yana masharti magumu. Lakini Yesu, jioni ya leo tunakuja miguuni pako tukihitaji neema yako. Tufanye kuwa washindi wa dhambi, tufunike. Sisi ni wenye dhambi ambao hatustahili hata kutaja jina lako. Yesu, ninajikabidhi mkononi mwako nikihitaji neema yako. Endelea kuniongoza, endelea kuongoza vijana wale, endelea kuongoza mama yule, endelea kumuongoza baba yule, endelea kuongoza vijana wale walioko shuleni. Mungu wa mbinguni, tunajikabidhi mkononi mwako tukiomba neema yako, ni katika jina lako Yesu. Amina. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali katika channel yetu ya Egama, ambayo tunapatikana makao makuu katika mkoa wa Dodoma, katika wilaya ya Bahi. Mungu akubariki sana.